mimi sitaki kuongelea mambo mama. Sio niambia mwanamke anafaa kuolewa labda. Usiniambie tena mwanamke anafaa kwa modo. Hapo ndo unatoa yani kuna level nimefika juu sana. Sasa hivi naona kama sitaki tena inipeleke mbali. Nikiongelea mambo ya mwanamke anifanya vizuri kwa mambo ya mitindo nitakuwa nafanya anasa. Niambie mwanamke gani anafaa kuolewa, yupi hafai kuolewa, watu gani waongo kwenye dini wanaosema wao wanafaa kuwa Waislamu au sio Waislamu. Ni vitu kama hivyo. Tuongelee mambo ya kwa mfano kwa wewe lakini sasa Lulu huyu hapa Wema Sepetu huyu hapa. Ni mwanamke gani anafaa kuolewa? Astaghfirullah. Kuolewa lakini kidini kwa Kiislamu hafai kuolewa wote. Kwa nini? Kwa Kiislamu huko nini inamaanisha? Kwa Kiislamu. Islam cha kwanza mtu inabidi aolewe kupitia dini yake. Cha pili uzuri wake. Familia na mali yake. Sasa ukiniambia kwamba fulani na fulani mimi Muislamu nafahamu maadili ya dini. Kwa upande wa kidini mimi naona mwanamke mwenye maadili ya kidini anafaa kuolewa, sio mwanamke ambaye anaweza kukaa kichwa wazi, anaweza kunini kichwa wazi. Sidhani mimi sasa hivi mimi siwezi kuoa mwanamke ambaye yuko kichwa wazi, wala siwezi kuoa mwanamke ambaye anajionyesha Instagram kwa maana yoyote. Na sitakuja kuoa na mwanamke ambaye anajitangaza Instagram kwa maana sura nini, sitaki hao. Kwanza sifa yangu mbaya zajulikana sana, nishafanya hivyo vitu sana. Sasa hivi hao naona mangedele tu. Mimi mwanamke yote ambaye ajistiri siwezi kudate naye, wala siwezi kuwa naye karibu. Naona kama ni vitu ambavyo si katika dini. Kwa hiyo ukiniambia kati ya huyu na huyu anafaa kuolewa, tunarudi kwenye dini. Sasa kama unataka kuoa kupitia au tuende kwenye aya. Kuna aya pia zisomwe. Surati Nur aya 3. Alzani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrikun wa hurima dhalika ala almu'minin. Maana yake mwanaume mzinifu hamuoi isipokuwa mwanamke mzinifu mwenzie au mshirikina. Ya pili, mwanamke mzinifu haolewi na yeyote isipokuwa mzinifu mwenzake au mshirikina. Akufungulia kodi sasa. Ya mwisho naondoka hii. Ukiona mtu yote kwenye picha anaonekana ni shekhe. Kwenye mitandao ana preach shekhe ni afokawa mtu presenter. Bwana muziki huyo ni mshirikina. Dini ya Kiislamu imetangaza sifa za kuoa mwanaume, kuoa. Nimekusomea aya ya Qur'an hapa. Mwanaume mzinifu haoi isipokuwa mwanamke mzinifu au mshirikina. Umeelewa hiyo aya? Maana yake kama wewe ni mzinifu, Mungu amekupa option hizi tu. Allah hakupi mwanamke mwema ukiwa wewe msanii wa kuimba au wewe mcheke, wewe unafanya maasi. Kama ni maasi, Mungu atakupa unafanya maasi mwenzako au mshirikina anayeonekana mnafanya ibada. Kwa hiyo nakupa chunguza wewe, ukiona mtu yoyote maarufu shekhe au nani kaoa mwanamuziki, mtangazaji au nani ambaye si katika dini mawili, huyo ni mshirikina ambaye wewe humjui. Sasa Mungu anakuambia au mzinifu mwenzake. Umeelewa? Ngoja tutafasiri kwanza kidogo, tutafasiri kidogo. Sawa. Sana kwa kuona itafasiri vipi? Yaani sitaki nimekupa aya na Waislamu nadhani watafahamu vizuri aya, utaelewa vizuri. Allah ndio creator wa kila kitu. Yeye anajua kila kitu. Amekwambia hivi, mwanamke mwema ni wa watu wema. Ukitaka mwanamke mwema lazima wewe mwema kwanza. Kwa maana ukifuata dini, mwanamke mwema anajua mwanaume mwema ni yule ambaye yuko 1 2 3 4 5 6. Sasa hivi mwanamke akinipenda mimi na kama anijui imani yangu, atanipendia tattoos hizi. Kalisa flexing maarufu nini? Au kifua. Kwa sababu anaangalia macho. Lakini mwanamke mwenye dini hawezi kunipenda mimi kama mimi kwa muonekano mpaka anijue imani yangu. Sasa shekhe yoyote ambaye kasoma dini anajua kabisa cha kwanza cha kufanya muoe mwanamke ni dini, sio uzuri wake na vitu vingine. Kwa hiyo ukiona mtu yote shekhe kaenda kuoa mwanamuziki yoyote, usio nakwambia kuna wasanii hapa wanataka kuoa, si ndio? Lakini wanaomba wapate mke mwema. Hakuna msanii atakayepewa mke mwema. Allah kishasema. Allah amemaliza kusema hii aya. Hapa ni mwendo wa aya. Wa hurima dhalika ala almu'minin. Maana yake na hayo yameharamishwa kwa waumini. Kwa Allah amesema haramu wewe ni mwanamuziki eti akupe mwanamke beti ana dini, uongo. Mwanamuziki utapata mwanamke malaya au kama sio malaya mchawi. Uchawi kwa maana mbili. Kuna uchawi wa macho wa kwanza na wa pili. Uchawi wa pili ni uchawi ule ambaye mtu anaonekana mwema lakini kwa waganga au mtu anayetumia majini. Kuna watu wengi wanatumia mambo ya majini haya afu wanajifanya mashehe kwenye mitandao ya kijamii.
Allah akakufungua. Kwa hiyo ukimwona shekhe yoyote ana kimada ni mshirikina, na kwa msikize kutoka mimi. Ukiona shekhe yoyote ana kimada mshirikina, mchungaji yoyote ana kimada mshirikina, take this from me. Hakuna mtu wa dini anavutiwa na mwanamke kwa macho ya kidunia. Mtu wa dini anatafuta mwanamke kwenye mambo ya kidini. Mwanaume akitaka kuoa wa dini lazima atafute mwanamke anayejistiri na kujua hakuna mtu wa dini. Sasa kama wewe una mtu wa dini alafu unavutiwa na wanawake wanavaa vichupi, wanawake wanatoboa pua, wewe dini gani? Wewe maana unajua haya. Ndio maana mimi sitaki au makurumbembe wa Pogolo hapa. Unakosea sana sasa. No, sio nikosea. Mimi alhamdulillah kwenye vitu ambavyo watu wengi wanashangaa mimi nimefanya. Na nadhani Mwenyezi Mungu alinipigisha tua. Unajua Allah kuna viumbe wake anapigisha tua. Wewe unaweza kuwa mtu mwema ukafanya maasi. Allah akasema nimekupigisha tua ili baadaye ujue uwe mfano wa watu wengine. Ndio kina sisi. Kwa hiyo mimi nimefanya maasi mengi. Astaghfirullah. Kwa vitu vingi vibaya. Na wengi nasitaki sasa hivi kuinspire mtu kwenye mambo kama haya ya kidunia. Kwa hiyo sasa hivi nataka kuja kwenye dini wakati bado mzima, sina kilema, sio maskini, yani na utajiri wote alhamdulillah. Naweza kula, natembea, alhamdulillah. Sio kwa ajili yangu, ni Allah ndo mwenyezo nguvu za kila kitu. Na nakwambia bado kuna nimeamua kuacha baadhi ya vitu. Kwa hiyo that means kwamba kuna tour nilipiga, kuna ushamba labda kutoa unaweza kwa dream yako kulala na mwanamke maarufu au mwanamke mzuri. Mimi nishafanya na nishaona sitaki, na sasa hivi sivutiwi na hao. Mimi sivutiwi na mke yote ambaye ajistiri sasa hivi. Sivutiwi na yote ambaye ajistiri. Yaani sivutiwi wala sina girlfriend ambaye wanamda kama hizo. Yaani sitaki mwanamke sio afuta sigara, anakunywa sui pombe, sitaki anayekunywa pombe, anayevuta shisha, anayekaa kichwa wazi, si katika wanawake ambao naona mimi wanafaa kuwa. Kanisa la mwisho sasa unaambia nini? Kuna mzee wangu anasubiri pale. La mwisho unaambia watu wako ambao wanakufuatilia sasa hivi wasubiri wategemee nini sasa? Alhamdulillah tuna kampuni tumefungua Build ya kufundisha vijana kujielewa. Kwenye Build tuna vitu vingi, importance of skin care, kufanya mazoezi, kulala hivyo. Hivi ndio vitu siku hizi ninafanya. Tunafundisha watu kujipenda, umuhimu wa mazoezi au sio? Respect, yani hiyo confidence. Kwa hiyo men should get knowledge ya mambo ya pesa, mambo ya healthy na mambo ya Mungu. Huyo ndio kijana wa kisasa. Kijana anakupenda ukionekana handsome, si ndio? Uwe na handsome, meno yanang'aa, ngozi nzuri, lakini unanukia, lakini pia uwe na physical track, yani unajua, lakini pia na uwe na imani ya Mwenyezi Mungu. Hapo huo ndio utajiri. Utajiri huwa macho wa kupenda vitu vingine alafu vingine sio sawa na kwa sio sawa. Kawaida sasa hivi kanisa siwezi kumuona kabisa kwa madisco huko wapi. Na miaka 4 sijaenda klabu yoyote, hakuna mtu kaniona. Hakuna hii za Masaki zote hujaniona, siendi huko mimi. Na siendi, na Mungu anikinge. Siendi kokote, utakuja kukutana na mimi kwenye hizo sehemu za element. Okay, lakini Allah nilinde kwa sababu yani sitaki kwenda sababu najua madhara yake na nishafanya sana na si babaiki na hivyo vitu. Allah alhamdulillah. From today umetangaza rasmi kama sasa hivi hautashiriki pia katika kuwa king katika video. Sifanyi video, sifanyi music kabisa. Kazi yote ya music sifanye. Muziki au sio tu muziki, kazi yoyote itakuwa labda mambo sio ya zina yale pombe, sio mshika pombe, sigara. Hizo kazi mimi sisipitie. Juzi nani wangu amesema yule shekhi wangu amesema kwamba kuna nilipigwa simu za Ramadhani, kuna dili la milioni 15 niende Mwanza, kuna kitu nikafanya. Ambacho nikasoma ile message. Baadaye nikasema yeye Mwenyezi Mungu ananipima hapa. Nikakataa, nimekataa. Alafu ni kazi ndogo tu, kazi tu ya kuwa judge. Yaani nilikuwa naenda kwenye event fulani na kuwa judge. Mambo haya wamesimamisha. Naenda kwenye mikoa kama mitatu. Mambo ya mamisi haya. Kwa nimefanya sana mambo kama judge. Imetokea hiyo pia. Lakini sasa unaweza kuelewa sometimes Mwenyezi Mungu anakuletea kweli imani imetulia. Kwa hiyo sitaki kwa sababu sitaki, kwanza nishafanya sana, alhamdulillah riziki ananipa, lakini pia sitaki dunia inichukue kwa namna kama hiyo. Hapa nilipokuwa mpaka sasa hivi niko mzima na bado na nguvu zangu, naongea maneno kama kwenye kamera siogopi, na maana hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kuna siku njema.